Mpendwa wetu, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Bwana Yesu kwa neema na rehema zake kutuhurumia mpaka wakati huu. Tumeiona wiki hii imeisha salama, sio kwa sababu ya nguvu zetu, sio kwa sababu ya wema wetu sana, sio kwa sababu ya neema zetu, bali ni kwa sababu ametuhurumia. Ameona impendeze sisi kufika saa kama hii. Wapendwa wangu, ninaona binti zetu, vijana wetu, wapendwa wenzetu, mama wenzangu, tunapitia changamoto. Niyo ni sehemu ya maisha ya dunia hii. Lakini Roho Bwana alikuwa akinikumbusha na kunisemesha mimi mwenyewe na kunihimiza tukumbushane kwamba niwakumbushe, niwatie moyo kwamba sisi wakati mwingine tunajikwamisha wenyewe kwa kusahau. Tuseme ni kusahau, wengine ni kusahau, wanaelewa, wengine hawajaelewa ili eneo kwamba kuna hatari za kutokuongozwa na Roho Mtakatifu. Tunatakiwa tuongozwe na Roho Mtakatifu. Ili somo Mungu anipe neema, nilipeleke hatua kwa hatua. Ni somo lina sehemu mbalimbali na tulielewe kwa kina. Nitaomba kwa kifupi, alafu nitasoma neno, alafu tutaongea kwa pale Mungu atakapotuwezesha. Baba, katika jina la Yesu, ninanyenyekea chini ya mkono wako. Mimi ni mavumbi tu, ila Bwana umeniitia kusaidia mama wenzangu, mabinti na vijana tunaowalea waweze kuelewa haya mambo. Yatawasaidia na watoto wao, yatawasaidia na kizazi chao. Kuna sehemu sisi wakina mama tunatakiwa, tusipofundisha watoto wetu, wataishi maisha ya kuhangaika, wataishi maisha kukulaumu, mwisho wa siku watakuwa na hatari ya kuikosa mbingu kwa sababu ya kutokufuata maandiko yako na kutii sauti yako. Tunaomba unisaidie, nyenyekeza, naomba tiisha vifaa vyote vinavyotumika kutoa somo hili. Na mimi Bwana ni mavumbi tu, unitumie sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba yote haya Bwana katika jina la Yesu Kristo Nazareti, nikiombea masikio, fahamu na roho na nafsi za wale watakaosikiliza. Bwana Yesu, wasaidia wapokee kile ambacho umedhamiria sawasawa na safari yao na wewe. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti naomba na kushukuru. Amina, amina. Wapendwa wetu, nimepewa andiko la Warumi 8, nitasoma 12 mpaka 17. Na andiko hili litatupatia tena masomo mengine. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Chukua Biblia yako kama una nafasi. Chukua Biblia yako ya kitabu, sio ya mtandaoni, sio ya dijitali. Fungua kitabu chako cha Biblia. Inasema hivi, mstari wa 12. Basi kama ni hivyo, ndugu, tu wadeni, si wa mwili, kuishi kwa kufuata mambo ya mwili, kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Hiki ndio kiini cha somo letu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Wapendwa wangu, wengi wetu tumeshasikiliza masomo ya Roho Mtakatifu. Wengi wetu tunatakiwa kurudia kusikiliza masomo ya Roho Mtakatifu. Popote pale unapobarikiwa, mtu ambaye amefundisha vizuri kutumia Biblia, wengine tunatakiwa kurudia. Wengine tunatakiwa kufuatilia hayo masomo. Wengine tunatakiwa tuombe neema na nidhamu ya kutii yale ambayo watumishi wa Mungu wametufundisha. Wachungaji wetu wanatufundisha. Na kuna wengine uko chini ya mchungaji ambaye hayo mambo sio muhimu kwake afundishe. Sasa wewe tafuta maarifa ya kukusaidia katika hii safari na Yesu Kristo. Uwezi kufika siku ya hukumu ukasema mimi hilo somo mchungaji wangu hakunifundisha, kwa hiyo eti Mungu akuhurumie kwa sababu wewe ulikosa maarifa ya Bwana. Kuna vitabu, hata wale ambao kuna wenzetu wachache labda hawana neema ya kusoma,
hawezi kusoma. Tuna wapendwa wetu wapo. Wapo. Mimi nawajua kama watatu. Wengine wako Tanzania, wengine wako Canada, wengine wako nchi mbalimbali. Hata kama huna neema ya kusoma, unaweza kusikiliza. Omba Mungu asaidie fahamu yako, usikilize, urudie somo, ulielewe. Kuna hatari za kutokuongozwa na Roho Mtakatifu, hasa siku hizi za mwisho. Kuna mwanangu mmoja alisemaga, kijana wetu mmoja alisemaga neno nikalishika, yani Mungu alimfunulia akasema, unajua mama, wale ambao hawajajazwa Roho Mtakatifu siku ya mwisho watashindwa, wanaweza kushindwa hata kunyakuliwa. Wanaweza kushindwa kunyakuliwa. Yeye Mungu alimfunulia hapo. Amen. Unakuta mapito tunayopitia, mengine ni sehemu ya maisha, ni lazima tupitie, lakini wengine tungeweza tukazuia mapito hayo, tungeweza tukazuia mateso hayo. Na pamoja na hayo, alichosema mwanangu, tunaweza tukajikuta siku ya mwisho tunakosa kuingia mbinguni kwa sababu kuna vitu hatujatimiza katika kazi ya Bwana. Kila mtu aliyeokoka kuna kitu ameitiwa na Bwana afanye: kuomba, kufundisha, kutia moyo, kushuhudia, kufundisha neno la Mungu. Watoto wetu hawa tuseme, ngoja mimi nimwachie tu mchungaji sasa hajafundisha wanangu neno la Mungu, mimi nitafanyaje? Baba yao naye hajawafundisha vya kutosha. Baba hajaokoka. Baba kuna karama amepewa. Baba na karama, hata kama umeolewa na mchungaji, kuna sehemu yake na kuna sehemu yako. We mpe mme wako mchungaji afundishe watoto wako wa kike. Mbebeshe watoto wako wa kike wafundishe. Utajibu siku ya mwisho. Na kuhakikishia utajibu. Afundishe binti zako jinsi ya kuwa wamama nyumbani, jinsi ya kutunza ndoa, jinsi ya kulea watoto. Mwachie mme wako hiyo kazi. Kwa sababu wengine, ninawaona wanangu wengine, Biblia mmeweka pembeni. Biblia mko busy, hamna muda nayo. Shetani asikutege, usikubali. Shetani ana mitego mibaya sana. Usikubali. Utakutwa siku yako ya Bwana ikifika, adha ni unyakuo au siku yako ya mwisho mfika duniani, unapimwa moyoni, wewe huna neno la kutosha. Pambania neno la Mungu. Hili ni somo lingine, nisilingilie huko. Pointi ya kwanza, utajikuta unapunguza hatari, unajipunguzia kibali chako kama mwana wa Mungu. Si umesema hapa, tumeambiwa hapa kwenye mstari wa ngapi? Wa 14. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu. Penda kujazwa na Roho wa Mungu. Hata kama bado hujanena kwa lugha, penda kuwasiliana na Roho wa Mungu. Mweke sana karibu na wewe. Roho wa Mungu ni mzuri, mpendwa wangu. Roho wa Mungu ni mzuri, ni mfariji. Roho wa Mungu anatenda mambo ya ajabu sana. Ukiwa na uhusiano na Roho wa Mungu, haijalishi changamoto unayopitia, mpendwa wangu, Roho wa Mungu ana hekima. Nilikuwa namwambia nani juzi au jana, Roho wa Mungu alikuwa akinisemesha wiki hii, anasema, mwanangu, usiwe na wasiwasi, mimi ninajua teknoloji kuliko hao wanaosema wameitengeneza teknolojia. Hakuna ambacho Roho wa Bwana akijui, cha kimwili, cha kiroho, kila kitu Roho wa Mungu anakijua, na zaidi ya hao wanaodhania wanajua. Kuwa karibu na Roho Mtakatifu. Tafuta kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ngoja nikueleze hasara zingine, kwa sababu siku ya mwisho mtu akija akahukumiwa, na mimi hili somo nimepatiwa nilitoe. Ninaomba Mungu anionee huruma. Mimi mwenyewe nina ya kwangu binafsi mengi tu ya kunikwamisha. Ninamwomba Mungu anisaidie, aniepushie nisije nikakwamishwa kuingia mbinguni. Pointi ya pili, hiyo pamoja na kupunguza kibali chako kama mwana wa Mungu. Mtu aliyepunguzwa kibali kama mwana wa Mungu, utaona maisha yake hana kibali. Hana kibali. Anaburuzwa na shetani kama vile yeye sio mwana wa Mungu. Kama vile yeye hajapokea wokovu. Ndio najua kuna mateso mengine tunayapitia duniani. Ndio hata mimi ninapitia changamoto zingine, ni sehemu ya maisha. Na Roho wa Mungu anakushuhudia kabisa. Hii hapa tubu, hii hapa vumilia.
Hii hapa ni sehemu ya maisha, pambana nayo. Hii hapa tumia hiki. Roho Mungu ni mzuri, mpendo wangu. Ukimweka karibu na kuelezea, machozi yako unayolia yatafutika. Atakufariji, atakufariji, atakupitisha kwenye hatari, kwenye mapito, na wewe unavuka tu. Nilishuhudia kwa Kiingereza kwenye semina tulizotoka North Carolina wiki iliyoisha. Niliwashuhudia wapendwa kwamba mimi inawezekana corona iliniachia changamoto kwenye mapafu. Na naamini Bwana Yesu ananiponya. Kwanza Bwana Yesu ameniponya kabisa. Ananiponya kwa sababu corona niliyopata mara ya mwisho Mungu aliruhusu tukapata hiyo corona. Tulikuwa safarini kurudi kutoka Tanzania. Tukapata kwenye ndege. Watu walikuwa wanakohoa, Uarabuni huko tulibadilisha ndege. Nadhani wale walikuwa wanakohoa wale. Tukapata. Ni mapito tu Mungu aliruhusu ili niwe na ushuhuda huu leo nikupatie wewe. Utakusaidia. Yamkini inawezekana ni kwa sababu Mungu Bwana Yesu angeweza katuzuia tusipate ile corona. Lakini aliruhusu tukaipata. Na kwa mimi binafsi nina shuhuda kupitia hile. Kwanza niliponywa kwa maombi. Pili, nilipata pumu kupitia ile. Sasa hivi sihitaji tena hizo dawa za pumu. Aliniponya kabisa. Lakini tatu, bado ananiruhusu nipitie mapito, kwamba nikipita sehemu ambayo huku kuna wanaita matano, shimo liko linapita chini ya maji. Gari inaendesha chini ya maji. Kunakuwa kuna giza. Kuna taa ndio, yes. Lakini unakuta ni ndefu sana. Huoni mbele kule mwangaza, mbele giza, nyuma giza magari yanapotokea. Kwa sababu ni ndefu sana na inapita chini ya maji. Tulikuwa tunatoka New York, tunarudi kurudi Maryland. Mimi nikiwa sehemu zilizofungwa namna ile, ninapata hali fulani ya kuona kama sipati hewa, ya kuona kama vile hivyo, nahangaika hivyo. Sasa Roho Bwana alinisaidia mimi. Ilibidi nipite yale mapito. Nilikuwa nashuhudia kwamba nilipata ufahamu kwamba tulikuwa katika njia, unajua tunafuata GPS, inatuelekeza tuende wapi, tupitie wapi. Tulikuwa tujazoea hiyo njia. Tukakuta inatupeleka kwenye hiyo tano. Huwezi kurudi nyuma, kuna foleni magari nyuma yako. Njia ni barabara ya njia gari moja. Huwezi kurudi nyuma, huwezi kusimama ukasema rudini kinyume. Siwezi kuingia hapa. Ilibidi tusonge mbele. Na mimi nikaanza kusikia ile hali. Nikaanza kuomba, nikasema Bwana Yesu nisaidie hapa. Nisaidie. Nikasema Bwana, kama nitakufa, basi ninaomba nife nikikusema na wewe. Niseme na wewe. Nikasema tu nasema na Bwana. Na hapo sitaki kumtia wasiwasi mtumishi wa Mungu alikuwa anaendesha. Ningemwambia hiyo ni hali ninayopitia, ingemsumbua bure. Roho Mungu alinisaidia. Akaanza kunisemesha. Akasema sikiza mwanangu, tulia kwanza. Kaniambia weka uso wako hapo kwenye hiyo kiyoyozi cha gari kwa kina waka vizuri tu. Nashukuru Mungu kilikuwa kijaharibika. Kwa maana hata ukifungua madirisha kilikuwa ni kipindi ambacho hili joto baya la safari, kila mwaka naona joto linakuwa baya sana hizi nchi tulizopo. Isingenisaidia. Nikasogelea kiyoyozi, nikawa kinanipulizia. Pili Roho Mungu akaanza kunielezea. Sasa nisemesha, sema sikiliza. Mwanangu, si kila siku unaomba. Unakumbuka dada yako fulani unapendaga kuomba naye. Na unajua anakuombea hata sasa. Hata sasa anakuombea, utavuka tu. Anajua mko safarini, anakuombea. Sasa wewe nisikilize tu mimi. Roho Mungu alikuwa ananisemesha. Wazungu wanaita, alinipa kama talk therapy. Alinisemesha, alikuwa ananisemesha. Akaniambia akili yako iweke kwangu mimi. Sema na mimi. Utavuka. Nikawa na mimi namsemesha, namwambia Bwana, ni heri niweke akili yako kwangu. Yaani nilikuwa nawasiliana na Roho Mungu. Vinginevyo ningepaniki. Nilikuwa natamani kumwambia mzee tugeuze gari. Nilikuwa natamani kumwambia mzee simamisha gari mimi nitembee, nirudi, nitoke. Haikuwezekana mpendwa wangu. Alinivusha. Dakika zilikuwa za kutosha. Na nashukuru Mungu hakukuwa na foleni. Mwanangu ambaye tulikuwa tumetoka kwenye mahafali yake, alikuwa amemaliza chuo, mmoja wa wanaitu mmoja.
Akaniambia, mama, afadhali siku hiyo mlipita kulikuwa hamna foleni. Huwa hiyo njia inakuwaga na foleni, magari yanasimama kabisa hivi. Ninakupa mfano, Roho wa Mungu utafuta ukaribu na Roho wa Kristo, aidha atakupunguzia mateso yako, aidha uyaepuke au upitie mateso yako naye. Ukipitia mateso ya dunia hii, kuna changamoto lazima tupitie. Utapita kwa ushuhuda. Unaona, mimi pale ningepita yale mateso ya ile njia ya hilo hilo tunaliita tano, ningepita ningemsumbua tu mtumishi wa Mungu, ningemsumbua tu, asingeweza kugeuza gari, angesumbuka tu moyoni. Na yeye kwanza ningeanza sasa kumuogopesha, yaani sio kumuogopesha, kwa sababu ameniona ninapitia changamoto fulani kwenye afya yangu, ningeanza kumtia wasiwasi wa bure. Pili, ningekuwa na ushuhuda gani? Leo ningekuwa na ushuhuda na wewe? Hapana. Lakini mimi ni mtu ambaye kila unachoniona, mambo mengi, hata haya masomo ninayoyatoa, ukiniona niko kimya, ujue Roho wa Mungu hajanipa kibali kusema kitu. Na nyamaza, hata nikinyamaza mwaka mzima. Wacha channel ikae hapo. Kuna ambao wameitwa kusubscribe na wasimame na sisi, wanaona kuna kitu tunafanya kwenye kazi ya Bwana, watasubscribe. Wengine wataoneshwa hayo masomo. Kuna wengine wataweza kulike hizo jumbe, wengine wataoneshwa hayo masomo. Wapo. Lakini wengine ambao wataona sio, wengine hao sio watu kuitwa kutembea nao, si walaumu. Umeona? Hiyo ni pointi nimeongea kwanza. Ya pili, utajikuta wewe mwenyewe umetoa nafasi ya adui na madhabahu yako ikutese maishani. Kuna watu ambao Yesu Kristo alipowakuta wakati wa wokovu, aliwakuta mahali fulani kiroho na kimwili. Kuna maagano ambayo yana haki kwenye maisha yao. Ameokoka, anaenda mbinguni, lakini kuna maagano ya kuwafunga kwenye umasikini, ufukara, utumwa, mateso, madeni. Wao kusoma elimu ni changamoto, wao kutimiza malengo, yani yeye inapaswa aishi maisha tu ya mateso, ni changamoto, kwa sababu wale walioweka maagano. Damu ya Yesu ina nguvu, lakini usipojua kuitumia damu ya Yesu, mpendwa, utaenda duniani, utaenda mbinguni kama Lazaro. Ila hakikisha wewe umeitwa kuingia mbinguni kama Lazaro. Kuna wengine wananyoosha miguu, wanajiachia, wanakuwa wazembe. Nitakueleza pointi zingine, utajikuta siku ya mwisho usije kuhukumiwa. Haleluya. Kuna maagano unakuta yanafanya kazi. Nyota yako ilishachukuliwaga na mtu wewe. Kuna mtu lilizini na wewe likachukua nyota. Kuna mambo ambayo yani lazima upitie. Kwenu mna magonjwa fulani kwenye vinasaba vyenu, jinsi zenu, kuna magonjwa fulani inabidi akufuatilie. Usipokuwa na hekima ya kiroho, alafu Roho wa Mungu akakupa hekima, kwa wewe punguza mafuta, kwa wewe chakula hiki usile, sio utumwa. Nimekuambia ni mfano, usidanganywe na mtu ukasema mimi nimeokoka na kula kitu chochote. Mpendwa wangu, nje nikwambie, wewe kachukue sumu kule, kachukue maji ambayo hayajachemshwa, yana kinyesi, alafu wewe unywe. Useme mimi nakula chochote kile. Kachukue ng'ombe nyama, uiombei chakula chako uombei. Kachukue wewe unakula ovyo ovyo tu. Unakula ovyo ovyo vyakula vya maboksi, vyakula vimetengenezwa na binadamu. Tunakula chochote tu, tunafurahia maisha. Wewe kula tu vyote. Wapo watu wameokoka, mimi nawajua, wanaenda mbinguni, lakini wana pressure, wana visukari, wana kansa. Na kansa inataka kuwatoa hapa duniani. Usikubali kukosa maarifa ya Yesu Kristo. Roho wa Mungu atakuongoza, wewe fanya hivi, wewe fanya hivi, wewe fanya hivi, kulingana na madhabahu aliyokukuta na vinasaba vya kwenu na mapito yako. Anajua ulifungwa na agano fulani kwenye eneo fulani la maisha, uchumi, kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwenye elimu. Anajua kuna mahali nyota yako ilishikwa, au kuna mahali ufahamu kwenu mna changamoto fulani ya kushikwa ufahamu. Sasa mpendwa wangu, wewe usikubali kubaki umefungwa. Haleluya. Uliza Roho wa Mungu, nasimamia neno gani hapa? Ninaombaje? Nafanya maarifa gani? Na ukiongozwa na Roho Mtakatifu utajua, kwa sababu unaenda hatua kwa hatua anakusaidia.
Dalili ya kuona kwamba wewe umetoa nafasi ya adui kwa ubishi wako, kwa uzembe wako, kwa kukosa wako maarifa. Utaona kukosa kwako maarifa. Dalili utaona unaishi maisha ya kukwamishwa tu wewe siku zote. Wewe unakwama tu. Wewe unakataliwa tu. Wewe vita haviishi. Ushindi wako unakuwa ni mdogo sana au haupo. Utajuaje? Nimesema umekosa maarifa, umekuwa mbishi, umekuwa ni mkaidi, umefungwa ufahamu. Ndio maana mimi kuna wanangu wakijaga nawaambiaga tu kweli. Vijana wangu wananijuaga. Wananijua. Yoyote anayekuja nikipewa neno namwambia wewe tabia hii unayo acha. Wewe unapata changamoto kwa sababu una hii tabia. Mwambie Mungu akusaidie kwenye hii tabia. Mwambie Mungu akufungue hapa. Na kwenye maarifa namwambia mwanangu, maarifa kuna wanangu wapo. Ninawaambia maarifa fanya hivi na hivi. Nakwambia Mungu anawasaidia. Wanasonga mbele. Mungu anawafungulia njia. Ndicho tulichoitiwa wazazi kulea. Hiyo ni point ya ngapi? Nimezungumza. Nadhani ni ya pili. Ya tatu utakuta unapata mateso na mahangaiko kama vile Mwokozi wako eti we hawezi na hajali. Na pointi hii inaendana na pointi nimesema tena hapa chini. Yaani wewe nitaisema tofauti. Roho Mungu ananiambia nitenganishe. Utakuta wewe unaishi kama vile Yesu Kristo akufufuka siku ya mwisho. Yaani wewe unatumika na adui kumwaibisha Yesu Kristo wako, mkombozi wako. Wakati Mungu wetu anaweza, ana mamlaka, ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana, ameumba mbingu na nchi na kila kilichomo, ana mamlaka. Usikubali. Usikubali. Kuna siku ya mwisho utajibu kwa hilo eneo nakwambia. Utajibu kwa hilo eneo. Usidharau, usizembee. Mwingine anasikiliza somo, anasahaulishwa. Mwingine anasikiliza somo, anapuuzia. Mwingine afuatilie. Ombea ufahamu, ombea kamba, pingu zifunguliwe, ziachiliwe. Utakuta pointi nyingine hapa naongelea inasema hivi, utakuwa katika hatari ya kuzidi kumlalamikia Bwana Yesu kwa makosa, wakati makosa ni wewe mwenyewe. Hiyo ni dhambi. Kunungunika ni dhambi. Ukiona maisha ni magumu, heri wewe uingie magotini, useme Bwana Yesu, ninapita hapa. Nisaidie nielewe. Nina makosa au nisaidie, ni sehemu ya majaribu ya maisha, nisaidie nipite salama. Kuliko kulalamika. Mimi sipati hivi. Mimi mbona inakuwaga hivi? Mimi kuna sababu, kila kitu kina sababu mpendwa. Ukianza kuumwa mguu, ukianza kuumwa kifua, ukianza kupata shida ya kupumua, kuna sababu. Magonjwa na sababu za kimwili na za kiroho. Kuna sababu. Mimi nilipitia kupata pumu. Kuna sababu. Ni kwa sababu corona iliniachia hivyo vitu. Na nakwambia nimepona kwa sababu kuna dawa nilipewa ile ya kujifukizia sijui ya pumu ile. Nilipewa nitembee nayo kila mahali. Sasa sinaona sihitaji. Wakati miaka ya zamani, miezi ya zamani nilikuwa nahitaji. Ninabanwa, unakuta kifua kinabana kabisa, kinabana. Unaomba. Nina wapendwa wangu, mimi nina wanangu na nina wapendwa wangu dada zangu, wamama wenzangu, wana neema. Hatumii dawa kabisa. Wapo wenye neema. Kwa hiyo mimi namuomba Mungu na mimi anifikishie huko. Kwanza ameshaniweka huko. Sina dawa nayotumia. Tunapelekwa hatua kwa hatua, lakini kwa sababu nilijitambua. Mimi sitakiwi kuishi kwa dawa. Mimi huu ni utumwa. Tena mimi juzi nilikuwa ninamwambia Mungu, nasema Mungu, hizi dawa zimetengenezwa na watu wenye dhambi. Wenye viwanda vya hizi dawa wana dhambi. Wengine wana maagano na shetani. Sio kwamba dawa ni mbaya. Kuna wakati dawa unahitaji. Moyo wako ukisimama sasa hivi hospitali, wana dawa wanaweza kukupatia wakakurudisha kwenye uhai wako, karudi kwenye uhai. Kuna dawa zina sehemu zake. Ukipata infection lazima upewe antibiotic. Huwezi kusema kidonda kinaoza, sijui una ugonjwa unaoza, una infection, mimi sinywi dawa. Unaweza kuponywa. Mungu anataka kukupa neema uponye, lakini kuna wakati Mungu atakuponya kwa dawa. Dawa zina sehemu yake. Ukipata ajali umechanika, unatakiwa ushonwe, unatakiwa ukawekwe POP, ili mfupa ujirudie sehemu yake. Si kuna dawa inabidi upewe. Utashonwa bila kupewa dawa. Kwa hiyo dawa zina sehemu yake. Nisiingie huko sana.
Turudi hapa kwenye point. Umeona? Utajikuta unalalamikia Bwana Yesu, lakini kumbe makosa ni wewe mwenyewe. Umedharau somo la Roho Mtakatifu, hujafundishwa na umedharau maarifa ya kwamba inabidi uwe unawasiliana na Roho Mtakatifu. Kila kitu yaani ukifungua macho tu hivi, unaanza kusema na Bwana. Utambue na kupambanua sauti yake. Hii ni sauti yangu, hii ni shetani ananisemesha, na hii ni Roho Mtakatifu. Unakuwa ni kama wazo linakujia, linasema na wewe ndani ya moyo wako. Umeona? Unakuta sehemu ya 5, utajikuta una hatari ya kuhukumiwa kwa kukosa au kuchelewa kutimiza kazi ya Bwana aliyopanga uitimize wewe duniani. Kuna kila aliyeokoka, una kazi kila mmoja. Hata akiokoka leo mtoto wa miaka 5, 6, kuna watoto wadogo wanapata neema, wanampatia maisha yao Bwana Yesu, kwa sababu kale katoto kanatakiwa kafundishwe kuomba. Na kuambia maombi yake ni kazi ya Bwana. Mungu akiamua kumchukua mwaka mmoja, miezi michache baada ya pale, mama wewe hutadaiwa. Umemfundisha mtoto kuomba na aliomba. Ulimfundisha mtoto atafute kujazwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akawa anamuongoza. Wewe hujaona watoto wanaombea watu wanapona? Hujaona watoto wanafanya mambo ya ajabu Mungu anawatumia? Tafuta uelewe. Sisi kuna watoto tunawajua toka wadogo. Kule tulikotoka North Carolina, kale kabinti unako kaona kwenye video pale, kako kadogo kalikuwa hakajui kusema, kalikuwa kanashika mic kanalilia lazima kaimbe na kwaya. Unavokaona pale, kale katoto kanashuhudiaga watu wanakujaga kanisani kwenye ibada. Kale kabinti, unanielewa? Kamefundishwa. Babu yake, baba yake, mama yake wameokoka. Babu yake upande wa baba na wa mama wameokoka. Umeona kazi ya Bwana ulioitiwa. Utajuaje mpendwa? Wengine wamefungwa kiuchumi kwa sababu wanatoa kufuata akili zao, wanatoa sadaka kufuata shinikizo la mchungaji. Kwanza yuko chini ya mchungaji ambaye hatambuliki na Bwana, hatunzi utakatifu, afundishi utakatifu. Pili, hajaelewa umuhimu wa kutokuibia Mungu zaka. Anatoaga masababu yeye atoagi zaka, au anatoa zaka leo, kesho ameacha. Anashindwa kuheshimu kile fungu la 10 cha Mungu. Amwambie Mungu, hii 90%, basi unaomba 10% tu, hii 90 nisaidie niishi nayo. Itabidi kuna siku utakunywa uji tu. Ikibidi unywe uji tu ulale, kwa sababu umetoa fungu la 10, basi kunywa uji tu ulale. Uokoe nafsi yako na uokoe maisha yako na kizazi chako. Uondokane na roho ya maskini. Mimi hapa nilikuwa na washuhudiaga wapendwa wakati fulani. Fungu langu la 10 hii nchi niliyokuja ninayoishi hii ilikuwa $1 na senti 47, kwa sababu nilikuwa naangalia mtoto wa jirani, afu yule mama ananilipa. Naangalia mtoto wa jirani, yule mama akienda kwenye shughuli zake ananilipa $10 kwa wiki. Si $15, sijui ngapi. Nilikuwa natolea fungu la 10. Na Bwana ananisaidia hatua kwa hatua. Leo fungu langu la 10 sio $1. Hapana. Umeona? Kutimiza kazi ya Bwana. Mimi hapa nikisema niko busy, sijui nini, nisitoe hili somo, nitahukumiwa siku ya mwisho. Nakwambia nitahukumiwa siku ya mwisho. Nitahukumiwa. Ndio maana siwezi kupewa somo nikanyamaza. Roho wa Mungu nilishamuuliza, Roho wa Mungu, wanawake tunaambiwa tusifundishe. Nikaambiwa wewe aliyekuita, kama hao watu wamekuita, acha kutoa masomo. Acha kufundisha mabinti na wamama na vijana. Fundisha hao. Achana na wanaume, watafundishwa na wachungaji wao. Ila nikaambiwa wewe ukinyamazia masomo ninayokupatia, nitakudai siku ya mwisho. Kuna nafsi nitakudai. Na ningesikiliza tu wale watu wanaosema hayo, nikanyamaza, ningekuwa sitoi masomo. Ndio maana nasikitika, kuna mabinti zangu wengine wameacha kumshuhudia Yesu mtandaoni. Wameacha. Sijui ni waume zao, sijui ni wachungaji wao, sijui ni wao wenyewe wako busy, sijui. Na waombea tu. Kuna vijana wetu, samahani, kuna mtu gari yake inafanya alarm. Kuna vijana wetu wengine wamepata neema, wamefungua channel zao,
wanafanya kazi ya Bwana. Wapo. Tena huyo mmoja alikuwa anasema, mama, bado. Nilikuwa namwambia, wewe, mbona nikiongea na wewe Mungu anakutumia? Anakupa neno yani anakuwa tunaongea tu mazungumzo yetu, tukiongeaga naye ni Biblia tu. Biblia, maombi. Mama, andiko fulani linasema hivi, mama hivi. Tukimaliza tunapiga maombi, tunakanyaga shetani vizuri sana. Lakini alikuwa Mungu anamtumia sana, anachoongea kinanihuisha, kinanitia nguvu, kinanitia moyo. Ninapata point. Kinaniongezea mwendo. Lakini alisubiria Bwana, akawa ni mtu wa maombi sana. Leo ana chaneli yake. Mungu anamtumia na atazidi kumtumia sawa sana mapenzi yake. Mimi kazi yangu ni nini? Nilikuwa namwambia nitakuombea tu Mungu akupe kibali. Mungu, kuna ambao kina mama yani we mama, simamia kazi yako. Umezaa watumishi. Usijali sasa hivi wanavuta sigara. Usijali sasa hivi wanavuta bangi. Usijali sasa hivi wanakunywa pombe. Sasa hivi wanafanya uzinzi. Usiangalie hayo. Mungu wako ana nguvu, alifufuka siku ya 3. Kama Mungu wako yuko hai. Kuna wengine wanahangaika bado na uchumi. Usijali hayo. Muamini Mungu. Wafundishe, piga maombi. Wafundishe, waombe. Washauri, waombe. Iko siku ya siku. Iko siku ya usiku. Haleluya. Kutimiza kazi ya Bwana aliyopanga tuitimize hapa duniani. Wamama tunajua. Mtoto wako asiache kujua neno la Mungu, njia ya wokovu. Mpambanie mtoto wako, tafuta mchungaji abatizwe kwa jina la Yesu. Mtafutie mtoto wako ajue atakiwa ajaze. Tena watoto wetu ndio kabisa. Hili somo kafundisheni watoto wenu. Wewe niambie, uchafu uliojaa duniani siku ya leo, unajisi uliojaa siku za leo, mtoto wako asiongozwe na Roho Mtakatifu kuanzia mapema. Wewe mama, wewe utajibu mbele za Mungu. Nakwambia, ni heri usingefungua hili somo, ni heri usingenisikiliza. Labda Mungu angekuhurumia. Anajua alikuwa hajawahi kufundishwa. Mchungaji wake, hiyo sio muhimu kwake. Mchungaji wake hajawahi kufundisha hilo somo. Lakini mimi mama mwenzio, nimepewa neno nikupatie. We utajibu. Tafuta masomo ya Roho Mtakatifu, andikisha watoto wako kwenye daftari. Watoto wanajifunza kwa daftari. Tuandike maandiko. Tena nikwambie, watoto wako waambie, leo fulani fundisha hili somo. Leo zamu yako fulani fundisha. Sisi tunaambiwa kitu kinaitwa teach back. Yaani unafundisha na akikufundisha unajua hapa kuna gap, hajaelewa, unamuelewesha. Umeona? Kazi ya Bwana aliyopanga itimize. 7 utakuta unachelewesha au unashindwa kabisa kutimiza hatima yako hapo duniani. Utajikuta wewe ni mtu wa kuingia, wewe ni wa kuingiaga hasara tu. Ni wa kupoteza tu. Wewe hutimizaji malengo tu. Wewe ni wa kushindwa tu. Wewe ni wa kupigwa na adui tu kila siku. Kwa nini? Umeshindwa kutambua Roho wa Mungu akuongoze. Unakuta unaingia kwenye maeneo, kwenye shughuli, kwenye biashara, kuna mambo ambayo, miradi ambayo Roho wa Mungu kuna kushindwa pale. Lakini kwa vile usikii sauti ya Bwana, unajipeleka na akili yako. Kukwama lazima utakwama. Kuna mitego pale ya adui. Hakupaswa kufanya yale wakati ule. Labda ni kitu kizuri, lakini ulikuwa sio wakati wake. Utajuaje kama uongozwe na Roho wa Bwana? Haleluya. Pointi nyingine ninasema hivi, sisi ni barua inayosomeka. Utajikuta wewe unamwaibisha mkombozi wetu Yesu Kristo, wakati wewe ni mfalme wa wafalme, Mungu Mwenyezi, Bwana wa mabwana, anaweza yote. Yeye ndiyo pekee wa kuheshimiwa na kutegemewa na kuabudiwa. Unajua sisi tunabidi tumwakilishe Yesu Kristo, tumheshimishe. Watu wakituangalia wanasema, nataka na mimi niokoke. Nataka na mimi niokoke. Kwa jinsi unavyoishi maisha yako. Ni vizuri tunajisetiri. Na ni faida kubwa kujisetiri. Mimi ninapata heshima. Hata muhuni anashindwa kunisemesha ovyo ovyo kwa jinsi ambavyo nimevaa. Lakini ninaamini, yani ile Roho Mtakatifu ananipa kufunifunika na kitu fulani. Anaenda zake. Anasema tu kwa heshima, mem, hivi na hivi, mem, hivi na hivi. Yani mama hivi, mama hivi. Hata wazee kazini kwetu tunahudumia wazee. Tunahudumia wazee, kuna mambo fulani ninafanya kwenye kile kitengo ili shirika lilipwe pesa zao. Wazee wote wananisalimia kwa heshima. Na mimi nawasalimia kwa heshima.
kwa sababu wananijua, kwa sababu tunatunza wazee. Wanajua nikiwasemesha, nawasemesha kwa heshima. Nachukua muda wangu na wasemesha. Umeamkaje leo? Unajisikiaje? Mungu akubariki sana. Hivi na hivi. Wananiambia na wao story zao, kwa sababu ukiwaza wale wazee wa watu, nani anakuja kuwasalimia ndugu zao? Wengine wao wameshasauliwa pale, wako pale ndani. Tubaki kwenye point. Umenielewa? Haleluya. Utajikuta usimwaibishe Yesu Kristo. Kwa sababu kukataa kuongozwa, kukataa kuchukua muda. Sikia unaongozaga watu, basi niongoze na mimi. Pointi ya 9, utajikuta unatumika wewe vibaya. Unatumika na adui kusababisha baadhi ya watu wanaokuangalia mapito yako ya maisha na wanaokufahamu wanakataa wokovu. Wanasema kama wokovu ndio uko hivi. Mimi siokoki. Hapo mpendwa, utahukumiwa. Hali wa kuona unapitia yale mapito ambayo ni ya lazima, wa kuona unayapitia kwa nini? Kwa imani. Yani wanasema wazungu, you are holding your head up high. Sio kwa kinyonge, kwa ujasiri. Unakiri imani. Iko siku Mungu atanitengenezea njia. Iko siku Mungu atanitendea. Yani badala ya kunungunika, wewe unakiri maandiko ya imani. Kwa maana ipo siku kweli Mungu atakuvusha, lakini huyu alipita kwa imani. Hata kama ni ugonjwa Mungu anakuruhusu pitie, unakiri uponyaji na imani. Pointi ya 10, utajikuta wewe umejinyima kibali cha kuingia mbinguni kwa kukosa maarifa ya kiroho, kwa ajili ya ubishi, uvivu, ukaidi wa kumtafuta na kumtii Roho Mtakatifu. Tafadhali. Kuna masomo yapo, kama unahitaji tukutumie, tutakutumia. Vijana wangu wengine nawaambia, hajapata ajira, namwambia muulize Roho wa Mungu, kuna shughuli unaweza ukafanya. Uchumi umebana, watu wenye elimu hawana kazi. Kuna kitu unaweza ukafanya. Ukijichunguza moyoni, utajikuta labda kuna vitu ambavyo wewe moyoni mwako hutaki kuvifanya. Mimi nimesoma bwana, siwezi kufanya kitu hiki. Mimi nina elimu bwana, siwezi kufanya hiki. Umeona? Usiridhike na maisha ya kuhangaika. Hapana. Yaani unamuongoza Roho Mtakatifu, ukiingia kwenye fursa, anakuambia hii fanya wakati huu. Na ninawaambiaga vijana wetu na binti zetu, wote ambao ninawashauri kwa karibu, siku hizi za mwisho, kazi moja huwa haitoshi. Shughuli moja huwa haitoshi. Angalau 2. Kwa jinsi mapito tunayopita duniani. Angalau 2. Ili mambo ya maisha yaende. Ikitakiwa kuna kazi ya Bwana inatakiwa, una cha kuchangia wewe. Hatutaingia mbinguni kwa nyumba tulizojenga, magari tulionunua na maelimu tuliyopatia watoto. Tutaingia mbinguni kwa kazi ya Bwana tuliyochangia. Ikitokea kuna huduma inatakiwa, kuna yatima, kuna wajane, wewe una nini cha kutoa? Kama bado basi, bado pambana, mwambie Roho wa Mungu nielekeze hapa nafanyaje. Ninaamini somo hili la leo Mungu atatusaidia, tutavuka. Mungu atatupa neema, tutavuka. Mungu atatuelekeza, tutavuka. Kila mmoja sasa na nafasi yake. Ni wapi umepelea? Muulize Roho wa Bwana atakuonesha. Hakuna kitu ambacho kinaweza kureplace, kusubstitute, yani kiwe badala ya kusoma neno la Mungu. Soma sana neno la Mungu. Ni mapambano maalum yapo siku za mwisho. Soma neno la Mungu. Tumia mbinu zote ulizo nazo. Biblia ya kitabu. Pambania kukaa nayo, kutulia, usome neno la Mungu. Ili moyoni mwako unatafakari neno la Mungu tu. Ubarikiwe sana. Ninaamini somo hili nimejaribu kulieleza kwa jinsi Bwana aliponipa neema. Na namuomba Bwana Yesu pale ambapo nimepelea kama binadamu ajazie kwa neema yake na rehema zake. Ubarikiwe sana. Tafadhali kama hujawahi subscribe. Kama hujawahi like. Kwa sababu gani? Ili wengi waone kwenye mitandao waone hizi jumbe. Barikiwe sana, na ninaamini kuna eneo utatendea kazi. Na nakuombea neema wasikilizaji wanaosikiliza jumbe zetu, huwa nawaombea. Mungu awasaidie wavushe. Tunapambania mbingu mpendwa. Usikutwe wewe mama, kijana, binti umekutwa umepelea. Bwana Yesu akubariki sana. Amen. Ni mimi Mama Sims wa Jesus Reigns Restoration Ministry. Amen.